Moja kati ya mageuzi muhimu sana ambayo inabidi tuyafanye kama nchi, kusema kweli, kwenye mfumo wetu wa haki jinai. Yapo mengi, lakini lazima lihusiane na namna tunavyowatreat washukiwa kwa makosa ya jinai kabla hawajafikishwa mahakamani. Kuna hii tabia ya waendesha mashtaka, yani serikali na polisi, kuwa parade washukiwa wa makosa mbalimbali, mengine makubwa tu kama ubakaji kwa waandishi wa habari. Kwa hiyo unakuta waandishi wanaitwa au wanawapiga picha washukiwa, utambulisho wao unaonekana hadharani, kesi ndio kwanza imefikishwa mahakamani, picha zao tayari zimejaa mtandaoni, kwenye YouTube huko na nini, na wanakuwa treated kama vile tayari wameshapatikana na hatia, wakati kimsingi unakuwa presumed innocent mpaka pale uwe proved guilty. Na ukweli ni kwamba makosa mengi ya jinai ambayo watu wanashtakiwa, aidha ni kwenye mahakama za mwanzo au mahakama za wilaya au mahakama kuu, wengi wanatolewa kwenye rufaa, kwa sababu of course waendesha wetu mashtaka wa serikali hawako vizuri. Kwa hiyo wengi wanaachiwa. Lakini sasa mtu akiwachiwa huru kwa sababu serikali kwa mfano imeshindwa kudhibitisha mashtaka dhidi yake, vyombo vya habari vinakuwa havipo pale kumsafisha. Yani anaachiwa kimya, yani amekamatwa na kushtakiwa kwa makamera yako hapo, vyombo vya habari tele zimeandikwa mtandaoni, huyu kambaka huyu na nini. Lakini akiachiwa huru na mahakama ya rufaa, hakuna chombo cha habari kinachomhoji, yani anaondoka yeye kama yeye. So inakuwa unfair, na ile record inakuwa mtandaoni imebaki kama yeye ni mtu ambaye ametenda. Kwa si utaratibu nzuri. Yani ni muhimu washtakiwa wahifadhiwe identity zao mpaka pale wanapopatikana hatia. Unajua kuna nchi kwa mfano kama Ujerumani, wana taratibu kali kweli ya waandishi wa habari kuandika habari zinazohusu washtakiwa, kwa sababu ndio hivyo, mchakato wa haki ni mkubwa sana. Mtu anaweza akashtakiwa mahakama ya mwanzo, akaenda mahakama ya akapatikana hatia mahakama ya mwanzo, akapatikana na hatia mahakama ya wilaya, lakini pengine akaja akaachiwa huru mahakama kuu. Lakini sasa ukishaandika kila kitu kipo mtandaoni, huyu mtu anakuwaje, anapataje haki? Kwa nadhani hilo ni jambo la kulirekebisha pia.